tisha kidogo waweze kujua kwamba hii mechi ni muhimu sana kwetu. Yes. Morale ya kikosi kikoje? Morale imekaa vizuri sana kwa kweli, kwa sababu wamekuwa Babati kwa muda mrefu sana. Sasa hivi ndio wamekuja Dar es Salaam, lakini unaona kabisa kwamba nao wenyewe wanahitaji ile mechi. Kwa hiyo morale ni kubwa sana. Ni kama wanadeni vile, kadhaa walishindwa kufanya vizuri mbele ya Yanga senior. Wao wanaenda kucheza na Yanga. Neno lako kwa wachezaji wako ni nini? Yeah, of course nimewaambia kwamba kama kule tumeshindwa huku lazima tuweze, kwa sababu hata msimu uliopita kwa kweli nadhani sisi kwenye timu yetu ya under 20 tuliwapiga home and away Yanga. Kwa hiyo hapo ndio maana nakwambia hawa lazima waweze kupambana zaidi, kwa sababu nimeshaongea nao. Kama wenzenu kule walifanya hivi, sasa na nyinyi mnatakiwa mfanye zaidi. Kwa hiyo kwa kweli morale ni kubwa sana na najua kwa kweli tutashinda. Yes. Sio safe, tupo kwenye break ya national team na tayari timu iko kule Misri kwa ajili ya maandalizi kuelekea AFCON. Kwanza maoni yako juu ya timu taifa ni yapi? Of course vijana wote walioitwa ni vijana ambao wanaweza, na sisi tunawaamini kama wao, na najua kabisa kwamba wataweza na tutapata ushindi. Of course wana kocha mzuri, nadhani tutapata ushindi huko waliko. Yeah. Unaona Tanzania kutubwa kwenye group stage? No, tutapita kwa sababu Tanzania kwa kweli ukiangalia yani mpira wetu umekuwa sana yani Afrika nzima. Kwa hiyo sidhani hatuwezi vilabu vikawa vimekuwa alafu national team ikafeli. Haiwezekani. Na vijana wengi sana wanacheza kwenye timu ambazo ziko nje zingine. Kwa hiyo wata perform vizuri. Wataperform kwa sababu tunaangalia mazoezi, wanapofanya mazoezi. Unaona kabisa kuna moral, kila mtu anataka aoneshe kipaji na ni pale wanapoweza kuonesha zaidi. Kwa hiyo sisi nadhani sio shida zetu sana. Yes. Hiki ni kipindi cha break kama nilivyokuuliza mwanzo. Kama Fountain mnatumia break hii kufanya nini? Tukitizama mlianza vibaya lakini kama tayari mmeanza kujipata nafasi ya 8 kwenye msimamo wa ligi kuu. Hii break mnaitumiaje? Of course kidogo sisi tulikuwa na pressure kali sana kuliko klabu yote ile. Kwa hiyo vijana kidogo tumewapa likizo, wameenda likizo. Nadhani sisi kwa kama Fountain tunarudi kambini tarehe 28. Na of course sasa hivi tuna Princess anaendelea, kuna under 20 anaendelea. Kwa hiyo acha wakubwa kidogo wapumzike. Yes. Kuna watu wanajiuliza kwa nini Fountain msingetumia kipindi cha likizo kushiriki mashindano ya Mapinduzi Cup. Tumeona mpata nafasi hiyo ya kushiriki, watu wameshuhudia juzi wameona TRA wamepata hiyo nafasi. Nyie kwani vipi kuhusiana na Mapinduzi? Sisi of course tungependa sana, lakini nadhani mnakumbuka mwanzo kabisa ligi ilipoanza tulikuwa na tournament yetu wenyewe. Najua hivi vitu bwana lazima ujipange. Alafu kitu kingine expenses zingine, alafu vijana still tutaka wapumzike. Kwa hiyo tulikuwa na tournament mwanzo kabisa. Alafu ligi, alafu tena tuende kwenye Mapinduzi, jamani tutawaua watoto. Kwa hiyo tukaona hapana, labda mwakani tutaenda. Okay. Yes. Tuitegemee kuna Fountain tofauti kwenye marejeo ya ligi kuu? Yes, kwa sababu kwa kweli kuna yameongezeka kwa vijana ambao walikuwa bado hawajasajiliwa. Wengi sasa hivi almost 100% tumeshasajili. Kwa hiyo mimi nafikiria yani watu wajiandae kuona Fountain yao. Mashabiki wetu wajiandae kwa sababu tumejipanga. Yes. Tanzania tukaraa kutawaka moto. Yani pale sasa hivi kuanzia sasa hamna mtu ataweza kutoka pale. Yani wote tutakuwa malengo ni yapi sasa kwenye msimu? Sisi of course tulikuwa tumejiwekea malengo ya top 5. Kwa hiyo ndio bado tuko pale. Kwa sasa ukiangalia sisi tumeanza na vipigo vitatu. Sawa? Of course tulikuwa tunatumia almost under 20. Lakini imagine kuna vilabu ambavyo vilikuwa vimeshakamilika. Sasa hivi kidogo sisi tuko juu, wao wako chini. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa sana. Yes. Kwa kurejea kwa ligi kuu tutaiona Fountain ikiwa na wachezaji wao ambao waliwasajili na ambao tayari washakatwa vibali kucheza. Kabisa. Wote watakuwepo na wataweza kushiriki vizuri sana. Neno moja kwa wadau na waambiaji. Fountain moja ya timu ambayo ina facility zake. Juzi tulimsikia rais wa vilabu barani Afrika Engineers akizungumza issue ya miundombinu. Moja kitu kinachotupa tabu vilabu vingi vya Afrika including Tanzania ni miundombinu. Timu nyingi hazina vilabu. Nyinyi mmepenya kwenye hilo tundu. Neno lako ni lipi na unaamini tengeneza facility nzuri tunaweza tukawa na ligi bora zaidi kuliko hii ambayo tulikuwa nayo sasa? Yeah, of course kwa kweli sisi tunajivunia sana kama Fountain na namshukuru sana rais wetu kwa sababu kwa kweli ana interest kubwa sana kwenye kukuza vipaji. In fact hiyo ndo one of our targets, umeona. Kwa hiyo anapambana sana kuona kwamba facilities zinakuwepo. Kama mnavyojua Gwambina sasa hivi ni ya kwetu na pale kuna shule tayari na ile shule inafundisha mpira
apart from mpira na vitu vingine. Kwa hiyo unapata mpira alafu unapata na vitu vingine. Kwa hiyo kwa kweli mimi ningeshauri wadau watu wa mpira tuongeze bidii, kila club at least ipate facilities zake. Sisi pale Dodoma tuna already academy ya under 20, under 17, under 5, yani tunao. Kwa kweli nadhani ukiangalia mpira wa Tanzania Fountain Gate hauwezi kuiangalia hivi hivi, kwa sababu sisi kwa kweli tumejiwekea vizuri sana. Morogoro pale Morogoro kuna of course na academy nyingine. Kwa kweli tumejiweka vizuri sana. Kwa hiyo mimi niwaambie tu na vilabu vingine kuweza kujijengea vitu vyao, ni muhimu sana.